Amani ya Mungu idumu kwetu. Twitabele ochi longe batana. Ndio walimu mbalimbali leo pia tupitie somo la athari inayotokana na maandishi yasiyekuwa asili yenu. Leo tupitie somo hilo linalozungumzia kwamba kutumia maandishi ambayo hamna asili nayo, ni nini huwa kinatokea kwa watumiaji wa maandishi hayo. Kwa hiyo tupate historia yake kwa mapana, itatusaidia kwa watu mbalimbali wanaosoma na wameoitwa wasomi. Cha kwanza kabisa, mnatakiwa kujua asilimia kubwa maandishi yanayotumika kwenye dunia hii baada ya dunia kuvamiwa na viumbe wa sayari zingine, maandishi yanayotumiwa duniani kwa kiwango kikubwa ni maandishi yalotokana na viumbe hao waloyaleta duniani kwenye hatua zao. Kwa hiyo tuchanganue matatizo makubwa ambayo huwa yanatokana na maandishi husika baada ya viumbe kuwa na maandishi ambayo hawana asili nayo, na wala maandishi hayo yakiwa sio chanzo chao, ni athari gani inawatokea watu husika. Viumbe hawa wa ulimwenguni, mlikwisha ambiwa kwenye masomo mbalimbali ya kwamba ni viumbe wameopitia majukumu mengi, na ndio sababu ya wao kuwa na akili ya kuwazunguka watu na watu kuuacha utu wao na kufata mambo yaliyoletwa na viumbe hawa kwa kuhisi mambo hayo ni mbadala wa ponyo. Kumbe mambo hayo, tusikilize athari zake kwa kiwango kikubwa. Kutumia maandishi kama hivi unavyoona dunia
inakuwa haina uwezekano wa kupatana kwa watu. Sababu ya kwanza ni zile elimu ambazo watu walishapewa na hivi viumbe vya kilimwengu, alafu wakavifanya maisha, ima wakayafanya maisha maadili ya hivyo viumbe. Hapa ndiko watu walianza kupoteza utu wao kwa kiwango kikubwa. Watu walivyopoteza utu wao kipindi cha watu kwa watu, walikuwa na unafuu wa kurekebishika kwa mengi. Lakini tangu watu walishikaga viumbe vya ulimwenguni kuwa moja ya ushirikiano navyo, kuanzia hapa ndiko watu waligawanyika katika mafungu makubwa mnayoyaona sasa, na kujiita kuwa ni mataifa, bila kujua haya mataifa nyuma yake yaliundwagwa na viumbe hawa wa ulimwengu, kwa sababu kuwagawa watu kupitia mataifa ni rahisi kupitiliza, kwa sababu kila waliogawika watajinasibu kwa kugawika kwao. Kwa maana utaona kuna watu watajitukuza sisi ni Wafaransa na watajidaia Ufaransa wao. Utaona hao watajiita ni Wajerumani, watajidaia Ujerumani wao. Utaona hao watajiita sijui ni Wafilipino, watajidaia jambo hilo. Huku Afrika ima Arikas, utasikia hawa ni Watanzania, hawa ni Wakongo, hawa ni Warundi, hawa ni Waethiopia. Msikie misheni ya kuwagawa watu ilivyofanywa kwa makubwa zaidi. Kwa hiyo viumbe hawa walivyofanikisha ima walivyofaulu kutengeneza mataifa na misheni yao ikatimia kwa kuweka walengwa wao wasimamie mambo hayo, moja kwa moja viumbe hawa wakawa tayari wameisha ugawa utu kwa kiwango kikubwa, kwa sababu utaona watu watapigania taifa kwa taifa. Hakuna ambaye atafikiria kuupigania utu kwa usimamizi wa dunia. Hauwezi kuona taifa lolote linafanya jambo hilo. Kila taifa litataka kujipigania lenyewe, kujiona lenyewe ndio la maana zaidi ya taifa lingine lolote. Hapa viumbe wa ulimwenguni wakawa wamefaulu misheni yao. Baada ya kufanya mgao mkubwa sana huo kupitiliza, na leo mtu akiwekwa hapo akawa rais, anajiona yeye ndo tukuzo ya jambo kwenye ardhi husika. Mambo haya waliyapanga wao, ili marais wakisha kuwa kila wamoja wana kanuni za ardhi yao. Walijua wazi hawa viumbe kanuni za watu haziwezi kupatana tangiapo, na marais hao wakisha kosana moja kwa moja ni ngumu kuwaunganisha watu wao. Kwa hiyo hawa viumbe wana akili kubwa sana kupitiliza.
mpaka ujue akili walioitumia kuwavuruga wengine ni mpaka ukutane na neno hili kutoka kwenye jadi kwa uchanganuzi wa Roho Minige. Ndo utatokea kujua hawa viumbe wana akili kubwa kiasi gani. Kwa hiyo wakishawapeni nyinyi mkawa mna taifa lenu, kwanza mtamalizana humo kwa kutaka ubunge, mtamalizana humo kwa kutakaga uwaziri, hamtofikiriaga kuurudia utu na mneemeshe dunia kama mlivyoumbwa kwayo. Hamtokuaga na mawazo hayo, mtabakia kuwa na mawazo ya kugombea taifa lenu, alafu linawekwa taifa jirani, kazi yake ni kuja kuwaibieni nyinyi ili mtengeneze magomvi yasiyokwisha kwenye dunia. Kwa hiyo mkiunda magomvi yasiyokwisha kwenye dunia, mkabaki mmeathirika. Hawa wanajiita ni Waarabu, wale wanajiita ni Wahindi, hawa huku wa Filipino, hawa huku watu gani, wale viumbe wa ulimwenguni, kwao jambo hilo ni furaha, kwa sababu hamtopatanaga kwa lolote mkisha kuwaga hivyo. Ndo maana viasili na vimilamila fulani vya watu hawakuaga sana bize kuvikasirikia hivyo, kwa sababu ndani yake walijua haviwezi kuwaunganisha watu, na pia asilimia kubwa havina ukweli. Walichokuwa wanaogopa wao ni jadi tu, kwa sababu jadi ni rahisi kuwaunganisheni nyie wote dunia nzima, endapo tu mmesikiliza kimechosemwa na upana wa uelewa wake. Sasa jambo hili ndo akafanya kazi kubwa kutafuta nani anajua jambo hilo. Aliokuwa anajua theluthi kipindi hicho waliishi kwa magendo kupitiliza, kwa sababu ya kulilinda jambo hilo. Kwa hiyo wao hawakuwa wanataka nyie muwe wamoja kwa namna yoyote mtakavyokuwa. Ndio maana wakaanza kwa kugawa mataifa, wakaleta imani zilizotoka kwenye misingi yao, wakaleta diplomasia inayotokana na wao, wakaleta vitu vingi, mpaka teknoloji zilizoko duniani nyingi zinatumika kwenye misingi walioifanya wao. Kupitia jambo hilo sasa wakajua mtu kupatana mtu kwa mtu duniani ni ngumu, baada ya wao kumaliza mpango wao huo. Baada ya wewe sasa kusikia haya nimeokuambia hapa, ndo ujue athari za maandiko. Ni kama hivi unavyowaona Waafrika wote wameletewa maandiko ya kuandika baadhi ya nakala zao kutoka kwa watu wa Ulaya. Watu wa Ulaya na wao waliletewagwa hayo maandiko na viumbe wa ulimwenguni, ndio sababu ya wao kukandamizwa na kuukanaga utu wao. Sababu ya watu wa Ulaya kuukosa utu na kubaki kuishi tu kwa akili mihangaiko, sababu kubwa ni baada ya watu wa Ulaya kuuacha utu na kushikamana na viumbe hivi vya kilimwengu na kuona elimu yao ni bora zaidi ya wao walivyoumbwa. Kwa hiyo kule kuharibikiwa kwa watu wa Ulaya sasa, wakatoka moja kwa moja wakaanza kwenda kuambukiza mabara mengine, muharibikiwe kwa pamoja, huku mkijiona kwamba mmefanikiwa. Uzuri bara la Arikas, maandishi ya jadi yakawa yametunzwa na yapo mpaka sasa.
kitakachobaki ni nyinyi kuyarejea. Ndio hapo mtapata wasomi ambao watakuwa na uwezekano wa kutumia akili asilia kutoka kwenye bara walilomo, ima kutoka kwenye dunia hii na historia yake. Lakini ukijidanganya, ima kujiongopea eti kwamba kuna msomi anaweza akasoma vyuo vyovyote unavyovijua wewe kupitia nakala hizi ambazo zililetwagwa na watu wa Ulaya, eti huyo msomi awe na uwezekano wa kudadavua mambo zaidi ya mtu wa Ulaya na kujikontrol kwenye hayo mambo husika kumzidi mtu wa Ulaya, hicho kitu hakiwezi kutokea kamwe. Hicho kitu hakiwezi kutokea kamwe, kwa sababu maandiko huwa yanashika cremal ode, kwa maana ule uwezekano wa namba yako ya kufikiri inaendanaga na michoro uloipitia tangu ni mtoto unakwenda mpaka umekuwa mtu mzima. Ile michoro ndo inakuwa tayari imeshika ufikiri wako wewe uliosoma. Sasa huyu aliosoma ABCD huyu, alafu ajuagi maandishi ya jadi ni yapi, huyu ni ngumu. Hata akiwa waziri pale, hata akiwa mtu gani hapo, moja kwa moja utaona ataweka nidhamu kubwa kwa kile alichokisoma, bila kujua kwamba hicho nacho alipewagwa na alipewa na ambaye alikuja kwake kiuadui. Yaani mtu alokujaga kiuadui kwa tafsiri ya mkoloni ndo akajaga akamleteaga mambo hayo. Leo yeye huyu mtu ambaye alifanywagwa hivyo na mkoloni anakuambia hii elimu aloleta mkoloni ni elimu bora. Sababu ya kuiita hii elimu ya mkoloni ni elimu bora ni kwa sababu yeye hajajua ubora ulokuwako kwao kabla ya mkoloni kuletaga mambo haya. Sasa ndo mtawaona wasomi wenu mbalimbali wakimaliza vyuo hapo, utaona wana akili tegemezi na hawana akili ya kuvumbua vitu vyao vifanyike ndani ya sehemu yao husika. Utaona akisoma anaanza kuhangaika aende Ulaya kusaidiwa. Ni nini kinapelekeaga vile? Ni kwa sababu cremal ode, uwezekano na mzunguko wa kufikiri tayari ulishagawekwa kwenye zile nakala ambazo waliziletaga watu wa Ulaya. Wewe ukikontroliwa na mtu wa Ulaya, automatically unakuwa tayari umekontroliwa na viumbe vya ulimwenguni, kwa sababu viumbe vya ulimwenguni vyenyewe viliisha mkontrol mtu wa Ulaya. Ili wewe umfundishe mtu wa Ulaya utu wako, inakulazimu mpaka wewe ujue utu wako, ujue maandiko yako, ujue maadili yako yalotokana na asili na jadi yako. Ndo ukimpa mtu wa Ulaya unaona umepata nguvu zingine ambazo yeye hana. Lakini ukiishi kwenye makala zake alizokuletea yeye, we huwezi kuwa na nguvu zozote kuliko yeye, kwa sababu hizi makala zote hizi ziliandaliwa kwenye mithili ya kimwili na kiroho. Ndio maana utaona watu wa Ulaya wana maamuzi dhidi ya Waafrika wote ambao hawana uelewa wa kujitambua kwa ya kwao. Mnaona libara lote hili ni likubwa kupitiliza, lakini utaona wanaendeshwa kwenye fomula chache sana bila kujua namna ya kujinasua. Sababu ya kuto kujua jinsi ya kujinasua ni kwa sababu hawajui tena elimu ya jadi yao ilokuwa inawapa upevu mkubwa kabla hawajaletewa gandamizi,
hawajui hiyo elimu sasa iko wapi tena. Kwa hiyo elimu ya leo, ukiona unasomesha mtoto ukaita ni elimu bora, walio na akili kwenye hii dunia wanakuacha wewe useme hivyo kuwa ni bora, lakini tulio na akili kwenye hii dunia tunajua ubora ni lazima utokane na sisi kwanza. Yale walioyafanya wazee wetu, iwe kusoma, kuandika, kuamini na mambo mengine mbalimbali, yawe kwanza yanatokana na asili yetu, ndio utasema hapa tuna maisha bora. Huwezi kusema eti wewe una maisha bora alafu unavyovitumia wewe ni vitu ambavyo alikuletea mtu aliokupitisha kwenye mateso, akampitisha mzazi wako kwenye minyororo, akafanya alioyafanya kwa mateso makali, mpaka mzazi wako akaamua kugombana ili apate taifa, ili awe na nusura ya kujikomboa. Alafu eti wewe mtu huyo ndo umekwenda kukaa hapo sasa unaenda kusema kwamba amekuletea elimu bora. Wewe sasa ambaye matumizi yako ya akili ni finyu, unaenda kusimama hapo, unaenda kusema kwamba hizi nakala za mtu wa Ulaya, ima Asia fulani alileta makala zake, mtu wa Ghuba ya Uajemi akaleta makala zake, wewe ukakaa unatumia makala hizo, alafu ukaiita hiyo eti ndo elimu bora. Elimu bora inawezekanaje kupatikana bila ubora unaotokana na nyinyi wenyewe? Unapataje elimu bora? Na hapa ndiko Mwafrika akaanza kujinyima thamani mwenyewe, akajijua kuwa hakuna atakachokiweza, na ukweli unabaki kuwa hivyo, kwa sababu krema ya ufikiri wake Mwafrika hana uwezo wa kujifikiria yeye, anabaki kuwafikiria watu wengine, na ndivyo alivyotengenezwa kupitia hizi makala. Kwa sababu hizi makala zina uwezekano wa kuchukua fikra za yoyote aliosoma, na hizi fikra zikamilikiwa kiroho kule Ulaya, ima Asia na sehemu zingine zozote. Hii ndo siri kubwa iliyoko ndani ya hizi makala. Kwa hiyo mnajikuta mkitaka kuanza kuwapinga wale walowaletea vitu vyao, wakikaa wakafanya vimaombi vyao vya namna yoyote kule, akili zenu huku zinapata tabu, mnajikuta mnatokewa na mambo msioyajua, kwa sababu mnaishi kwenye mihimili yao. Muhimili wenu ambao ulikuwa unawapeni umoja, nyie mmeuacha, na mkiuona hapo mnaukimbia, kwa sababu ndo mlitengenezwa kwenye hizo makala. Mkiona uhalisia muukimbie, mseme ndo uovu. Ndo hii dunia ya sasa. Mtu ukiwa mkweli kimungu, huyu alokwisha potoshwa na mkoloni kwa kupewa mambo mbalimbali ikiwemo maimani mbalimbali, unaona yeye sasa anakuja kukwambia wewe uneushika asili na jadi, eti yeye anakuita wewe ni mpotevu, bila yeye kujijua kwanza hicho alichokishika yeye kakitoa wapi, nani alikileta, na mantiki zake kwenye kuishi zikoje. Hivyo vyote hataki kukaa kujiulizaga. Akikuona tu uko tofauti naye kwenye kile alichokwisha aminishwa, moja kwa moja tayari wewe umegeuka kuwa adui yake. Kwa hiyo hawa wamebaki kuwa Waafrika wenye akili ndogo sana. Yote haya tutokee kuyajua kwenye athari za maandiko.
Ukisikia Rominige nina akili timamu, ni kwa sababu nilianza kusoma haya maandiko ya jadi kwa kuonyeshwa makala zake tangu ni mdogo, alafu nikaenda kupitia hizi shule zingine zilizoletwa na wakoloni, nikasoma na zenyewe nakala zao. Hazikunifanya chochote, kwa sababu kwanza nilikuwa nimeshajua nakala za kweli ni zipi. Kwa hiyo haziwezi kunirubuni wala kunigiribu kwa chochote, kwa sababu nilikuwa nimeshajua nakala za ukweli ni zipi. Na hata mtoto wako leo akisoma nakala za Kibantu leo, alafu akaenda akasoma nakala zilizotoka mataifa, utamwona huyu mtoto ana akili kubwa kuliko mtoto ambaye amesoma nakala za mataifa tupu bila kujua za asili yake zikoje. Huyu alosoma za asili na jadi, utaona ana uwezekano wa kujifikiria na kuwa mzalendo. Utaona anapata uchungu wa mazingira ya kwao kwa kiwango kikubwa. Lakini huyu alosomeshwa hizi nakala zilizotoka sehemu kuja sehemu, utaona wale watu wa ile sehemu walioleta makala wakitokewa na shida fulani wakafa kule, unaona yeye huku sasa anashinda analia ndani. Mfano huba ya Wajemi, kutokee vita fulani, kuna hivi watu wameuawa, watu 30 50 wamekaa pale, utaona huyu ambaye anaishi kwenye nakala za wale watu anawaonea uchungu sana wale watu waliokufa kule. Alafu hapa kwao wakifa watu 800 1000, unaona hapa anakwambia ni sawa tu. Kwa sababu gani? Hajafundishwa yeye kujimaadili, amefundishwa kuadilishwa na watu fulani. Kwa hiyo yeye anajiona ana maadili, kumbe ni maadili aliopewagwa na watu fulani. Kwa hiyo wale walomletea maadili wakikutwa na jambo lolote, unaona yeye huyu anaumia sana. Hapa kwao kukitokea mambo mbalimbali, vifo na vinginevyo, yeye haoni kama ni vifo hivyo. Yeye anaona zake ni kawaida tu. Sababu kubwa ya mtu kuwa hivyo, sababu kubwa uwaga krema ya ufikiri ilishagaondolewa kwa kiwango kikubwa. Ndio maana akili mbadala kwa uchache unaweza ukazipata kwa wale watu ambao utaona wanajua mbadala wa asili kidogo, na kisha wakaendaenda kwenye hivi vishule kidogo, ndo utawaona kama wana uwezekano mchache wa kuchanganua. Yaani ana uwezekano wa kujikumbusha huku nyuma ilikuwa hivi na haya tuliopokea yako hivi. Lakini yule aliokaa kusoma mwanzo mpaka mwisho, akasoma nakala za Ulaya ima za mataifa, akaambiwa hii ndo elimu bora, akavaa matai yake, yuko hapo, utamuona amekaa hapo kama rula, kwa sababu anahisi hicho alichokishika ndo ubora wa mwanzo na mwisho kwenye hii dunia, kwa sababu hajawa na akili ya kujisimamia yeye kama yeye kwa kujua mambo ya kwao ni yapi. Kwa hiyo wale watu wa kule wakisema chochote utasikia kule lugha za kitaalamu. Unasikia wataalamu walivyosema kule Swedish, wamesema hivi, hapa hichi kisima, haya maji hatuwezi kufanya mambo yako 1 2 3. Huyu Mmasai akichimba maji hapa akakwambia haya si tumeyanywa kabla ya jaja kupimwa na yoyote, unaona moja kwa moja huyu aliosoma hawezi kumwamini huyu Mmasai. Huyu aliosoma moja kwa moja mpaka amtoe mtu Ulaya amlete aje apime yale maji, yeye ndo anayaita ni salama, wakati kwa uhalisia anaona watu wanakunywa yale yasiokuwa salama,
na anaona hawafi, lakini bado hawezi kumwamini Mwafrika mwenzake kwa chochote anachomwambia. Sababu ya msomi huyo kuwa hivyo ni kitu gani? Sababu ya msomi huyu wa bara la Arikasi kuwa hivyo ni kwa sababu krema yake haitumiki kwenye mazingira yake. Yaani ufikiri wake haufanyi kazi kwa kujimeneji yeye kama yeye. Ufikiri wake unafanya kazi kwa kumenejiwa, na kule wakiacha kummeneji kwenye chochote, unaona hapa anaathirika, anafubaa, anaharibika, kwa sababu anaishi kwa akili isiyoweza kujiendesha kwenye mithili zake. Waalimu mbalimbali, najua mmenipata kwa mapana makubwa. Kwa hiyo somo hili la maandiko ni athari kubwa kupita maelezo ya kawaida, kutokana na nani ana uwezekano gani wa kufikiri kitu gani. Hapa kwenye kufikiri, Mwafrika kuwa na uwezekano wa kufikiri ni ngumu sana, mpaka yule ambaye alishawahi kusikia dondoo za nje na shule, yule alokwisha kusikiaga kumbe kuna jadi, yule alokwisha sikiaga kumbe kuna jambo fulani, ndo ataanza kukompea huku na huku, kutazama sahihi zaidi ni kipi. Lakini ukiwakuta wote wamekaa kwamba wamesoma hapo na kwenye hizo shule, tegemeeni wote hao wakimiminwa kwenda msingeni, wanamwagika wote. Mimi niwashukuru ndugu wana hoja mbalimbali katika dunia. Somo letu la athari ya maandiko limekaa tu liko hivyo, na huo ndo ukweli wake wa mwanzo na mwisho. Asanteni.